Brother Rute hapa naongea. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama salimini. Nimemtafuta Twijaku sijamuona hapa bwana. Nimemisi sauti yake kinoma wanaita watoto wa mjini. Na wengine. Mjambo. Kaka Msafiri. Mambo vipi? Wahichila. Najisikiaje rafiki? Na wengine wengi. Leo ni tarehe nyingine, Jumanne nadhani kama sijakosea. Naanza kuongea Brother Rute hapa. Mzee wa kutiana moyo, mzee wa kufarijiana. Humu kuna mainjinia, kuna watu, lakini kwanza tuite majina. Nitaka kusahau. Mwalimu Mzilai, Pleasant. Dada Twijaku, jana na leo. Beti, jana na leo. Opla, jana na leo. Umeenda? Yesterday. Jamani. Stekini paizeni jamani pia kwa Omenda ni ndugu yetu. Basi mambo namna hiyo. Tunaanza kwa furaha ili tumalize vizuri. Lakini sitaki kumuudhi mtu, nataka kuleta furaha. Lakini kaka Msafiri, nimekuomba bwana unitajie jina rap yako bwana. Hakuna kuficha bwana, kila kitu tuweke wazi. Lete jina lako. Nimekufuata kwenye kaboksi kule, naona hunijibu rafiki yangu. Nipe jina lako bwana, weka hapa tu. Tuna steki, hatuwezi kusteki kwako tu, lakini tutasteki kwa wote. Hatuna upendeleo. Sasa jamani, baada ya kuita majina, darasa lote limejaa furu kabisa. Kila mtu yuko. Nianze kwa kugusa kidogo mastori yetu. Jana tarehe 13 kama sijakosea. Wale jamaa wenzetu weupe kule Marekani ndio bunge lao linaendelea na vikao vyao. Nafikiri watakwenda mpaka majira ya baridi yanapokwenda mwishoni hapo watakuwa wakihitimisha. Nimekuja asubuhi hii niweze kuzungumza machache tu, sio mengi sana. Machache tu ndugu yangu, sio na wasiwasi. Lakini mimi mtazamo wangu katika lile bunge la Senate la Marekani kuhusiana na sheria ya Clarity Act. Nataka nikupe kitu kimoja kwamba usiwe na hofu kubwa sana, kwa sababu ile mitazamo si vita kati ya Republican na Democratic. Jambo hili ni worldwide, ni jambo la kidunia. Marekani, ni mtazamo wangu tu, hawatokubali kufanya kosa la karne. Kwa nini? Sasa vita ya uchumi ambayo inaendelea ni kati ya Marekani na China. Yaani hizi sarafu za mtandaoni ni kati ya mataifa makubwa. Kila mmoja anataka kumpiku mwenzake. Nadhani ulisikia Japani toka tarehe 1 Juni wao washapitisha sheria zao, wanaendelea vizuri. Nchi kama ndogo kama El Salvador huko wao ni vitu vya kawaida. Sasa wakati huu China wanakuja juu, na Marekani wakitaka kufanya kuzuia ile sheria yao hiyo, basi China itawapiku. Na wenyewe wanalijua vizuri hilo. Wanalijua vizuri kabisa kwamba China inakuja spidi, na kwa sababu hiyo Marekani hawatakubali kwamba waweze kupitwa na taifa la China. Ujue uchumi wa cryptocurrency ni uchumi mpana. Haya mambo ya blockchain haya yamekuja kwa kasi ya ajabu pamoja na AI. Sasa wasipoipitisha watavurugwa, na wenyewe hawezi kukubali. Kwa hiyo ninayasema haya
kukutia moyo kwamba usiwe na hofu sana, kwamba ni kama vile vita kati ya Republican na Democratic, kwamba watapiga kura, hawa watafanya kura ya veto kama kwenye bunge letu kura ya veto ya kupitisha ajenda za chama fulani wazipige chini. Hakuna. Wale wanakwenda kwa mtazamo wa kitaifa, wanaangalia mustakabali wa taifa lao. Kwa hiyo ndugu yangu, nakwambia ondoa hofu. Hawa jamaa watakwenda kufanya kitu kizuri kwa vyovyote. Mimi naamini hivyo, na ni maombi yangu, na nadhani ni maombi yetu wote kwamba hiki kitu kitakwenda kupita. Kitakwenda kupita, ila ni lazima kipite kwenye vikao husika kama hivyo. Itakwenda kuwa hivyo. Sasa baada ya hicho kitu kupita, tunakwenda wapi? Tunakwenda wapi huko tunakokwenda? Hapa mimi nimekuja kuwatia moyo wale walioamka, niwatie moyo waendelee kuamka. Wewe uliyeamka na kutia moyo, ndugu yangu, endelea kuamka. Hiki kitu ulichokishika mkononi, hiki kitu ulicho nacho, hiki kitu ulichokiamini, hiki kitu ambacho kimekuvuruga si bure. Ni kitu cha maana sana katika maisha yako. Ni kitu cha maana sana katika kizazi chako. Ni kitu cha maana sana katika familia yako. Ni kitu cha maana sana ili kutimiza ndoto zako. Lakini pia nimekuja kwa wale waliolala. Kwa wale waliolala nimekuja niwafunike blanketi la pili. Laiti ningelikuwa na vifungu, ningewaongeza blanketi la 3 ili waendelee kulala. Maana Waswahili washasema, aliyelala usimwamshe. Ukimwamsha ndugu, utalala wewe. Sijui maana yao, lakini mimi kwa uelewa wangu najua hivyo kwamba aliyelala usimwamshe. Maana yake nini? Mimi kwa uelewa wangu, ukimwamsha mara ya kwanza hataki, funika blanketi la pili, nenda kachape kazi huko. Mambo yetu yanakwenda vizuri. Kwa wewe uliyeamka, ndugu yangu, nataka nikutie moyo kwamba Bwana si haba, tunakokwenda ni kuzuri. Mambo yetu ni mazuri. Mambo yetu ni mazuri. Ndugu zanguni, nataka niwaambie kwamba mradi wa Pi Network, ninyi mlioamka, amkeni kweli kweli. Si mmeona ninyi wenyewe jinsi ambavyo mambo yamekwenda? Tumeletewa solo host, tukaletewa Pi Verify, tukaletewa Pi Sign In, na juzi sasa tukaletewa backend pamoja na nini kile kuna backend ambayo inakwenda kinyume na ile front end. Sasa sio elimu sana, ila ni elimu tu ya kwa bibi. Ni elimu niliyopata kutoka kwa bibi. Sikwenda darasani sana bwana. Usije ukasema msomi ametupotosha. Hapana. Hiyo backend mwanangu, maana yake nini? Yaani backend. Ni hivyo, backend. Unaanzia pale ulipoishia. Backend. Unaanzia pale ulipoishia. Zamani ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa ulipoishia umeishia. Ni front end. Ilikuwa ni mbele kwa mbele. Hamna kukumbuka ya nyuma. Saizi vipengele hivyo, back end. Na ile solo host ukiichimba kwa ndani utakuta ina maana kubwa sana rafiki yangu. Ina maana kubwa sana katika mradi wa Pi Network. Ingekuwa vibaya sana kama mradi ungezinduliwa wakati hatuna solo host, wakati hatuna Pi Verify, wakati hatuna Pi Sign In, wakati hatuna backend. Ingekuwaje? Hapana, ingekuwa sio vizuri. Sasa nataka kusema nini? Nataka kukuambia mwana Pioneer, nataka kukuambia dada Tulijako, maisha yanayokuja ndugu yangu sio ya kawaida. Sio ya kawaida. Wana Pi Network support, na waomba sana jamani,
Zindukeni, mliozinduka endeleeni na safari. Waliolala, wanaosubiri mwaka 2030, funika blanketi la pili. Tafuta na vifungu vya kuwaonyesha kwamba pai haiwezi kuzinduliwa hivi karibuni. Wapeni hivyo vifungu kwamba pai ni ya muda mrefu sana, yani waamini katika hilo, muda mrefu sana pai haitazinduliwa, wakae humo. Lakini wewe ambaye umeamka, wewe ambaye unatembea ukiwa na maono ya kwamba mradi wa pai uko mwishoni, nataka kukwambia, anza kuchangamka, anza kujua ni wapi utakwenda, ni wapi utakwenda kujistiri baada ya Open Minded. Anza kutumia namba ambayo haiko kwenye Pi Network. Anza sasa hivi kufanya mazoezi. Anza kukaa mahali ambapo pako salama. Anza kufikiri namna ya kuishi kiusalama salama. Anza kuishi bila kutembea tembea usiku. Kama ulizoea kutembea na kurudi nyumbani usiku, acha hayo mambo. Anza kufanya mazoezi. Anza kutafakari ni jiji gani utaishi. Anza kutafakari ni nyumba ya aina gani utaishi. Anza kupima mambo utakayoyatenda wakati huo. Anza kufikiri ni biashara gani utaifanya. Anza kufikiria namna ya kutembea katika njia iliyo salama zaidi. Utakwenda kuwa tajiri kuliko matajiri walioko sasa hivi. Unajua ndugu yangu, unajua dada Betty, unajua dada Oprah, ninyi ni wadada wadogo wadogo. Unajua dada Tulijako, timu Mihemuko. Jamani, muda unaokwenda, hamtakuwa mnapiga tena simu, hamtakuwa mnaongea. Hizi kelele hamtazifanya. Open Minded ikitokea, mtanyamaza kimya. Mimi najua hilo. Najua hilo, mtanyamaza tu. Hali ya usalama itatawala. Watu tutaanza kuwasiliana inbox, kwenye magrupu huku. Hata hizi namba ambazo mnatumia WhatsApp hizi, anzeni kubadilisha. Anzeni kutumia namba ambazo hazipo kwenye ule mradi wetu. Badilisheni. Badilisheni na wasihi. Badilisheni ndugu zangu. Mambo tunakokwenda, tunaenda kuwa katika makasri ya kifalme. Watu waliokuwa chini, watu waliokuwa wararahoi, wanakwenda kuishi katika mazingira ambayo ni ya hali ya juu. Mnaenda kuishi katika viwango vingine. Mnaenda kuwapiku mabilionea waliopo sasa hivi. Lakini haya maneno nayowaambia jamani, ni siri. Ni siri kweli hii. Tena msiwaambie watu. Haya maneno nayowaambia ni siri yenu. Naomba sana 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 yatunzeni kama mboni ya macho yenu. Lakini tambueni kwamba usiku umeendelea na mchana umekaribia. Basi kama mchana umekaribia, zivaeni silaha za nuru. Zivaeni silaha za nuru. Msilale tena, msiwe tena kama wale walalao. Ninyi mmesha amka, amkeni. Utajiri unaokuja ni utajiri kwa ajili ya familia zenu, kwa ajili ya vizazi vyenu, kwa ajili ya watoto wenu. Kwa hiyo please, jitahidini sana kujua namna ambavyo mtaishi kwa wakati ujao. Chagua jiji utakaloishi. Mapema. Tambua kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati za aina gani. Maono yako yanatimieje? Yaani unapotafakari, tafakari mambo ya mbele. Usiwaze mambo ya nyuma ya analogi. Tuko kwenye enzi za kidijitali. Tuko kwenye enzi nyingine kabisa. Mapinduzi haya ya kifedha yanayotokea yatakwenda kuibua matajiri wakubwa, ukiwemo na wewe. Fikiria ndugu yangu, ulikuwa mtu maskini, hata baisikeli huna, wengine pikipiki huna, wengine hata gari hana, wengine wana magari ya kawaida, wengine wana magari mazuri, lakini vyote vitakwenda kubadilika. Uliye na gari zuri utakwenda kununua gari zaidi. Uliyekuwa na gari bovu utanunua gari zaidi zuri. Uliyekuwa na nyumba ya kawaida utanunua nyumba nzuri. Uliyekuwa na gorofa utajenga magorofa zaidi. Uliyekuwa huna baisikeli utanunua gari zuri. Uliyekuwa huna mbele wala nyuma, sasa utakwenda kuwa na maisha mazuri ya kupendeza. Amen. Ni jambo zuri sana. Ni jambo zuri sana.
Umekuwepo kwenye mradi huu sio kwa bahati mbaya. Ni Mungu alikukusudia mema tangia kuzaliwa kwako. Kikubwa ni kumwomba Mungu atupe neema ya uzima. Ni kumwomba Mungu atujalie, atuongeze siku za kuishi. Pole na bahati mbaya kwa ndugu zetu waliotangulia, mapayonea wenzetu. Tunaugua, tunasikitika, tunalia pamoja nao. Tunawasikitikia, lakini tunawatakia kila laheri walikoelekea. Mungu awaangazie mema huko waendako. Jana nilikuwa nikiwaambia ya kwamba kama nchi yetu itaweka sheria kandamizi za kutaka kututesa, ondoeni hofu. Mungu hatujara kiapo kwamba tutafia katika nchi fulani. Na ukifia katika nchi fulani sio kwamba ndio utakwenda peponi, isipokuwa mapenzi yetu tungelitamani kuishi kwa mama yetu Tanzania. Ujue sisi ni watoto wa baba mmoja, baba yetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyo ndio baba yetu wote. Alitufundisha tuwe wamoja, tupendane. Pioneers wanajenga, wana pioneer wote, tupendane katika magrupu yetu. Tuishi kwa kupendana. Kukiwa na tatizo tusameheane. Ishi na watu vizuri ndugu yangu. Wewe sasa unakwenda kuwa more than billionaire. Hivi unasikia dada Oprah, dada Betty, dada Eliza, dada nani mwingine? Dada wa shamla Turijako. Unakwenda kuwa zaidi ya bilionea. Ujue unakwenda kuwapiku mabilionea waliopo sasa hivi. Unaenda kuwapiku. Sio kwamba unaenda, yani umeshawapiku. Pai ilikuwa inauzwa, ilikuwa kwenye soko la exchange wakati ule. Ilikuwa inauzwa shilingi ngapi? 600, 700, 800. Nilikuwa nikipambana sana kununua pai wakati huo. Novemba mwaka jana nafikiri ndio nikawa nimeanza kuanza kununua. Nilikuwa napambana sana. Nikawa nanunua, ukipata 30,000 unanunua pai zilikuwa zina 40 na 50 na 60 na ukinunua kuta zimebadilika. Lakini kwa sasa hivi maajabu kabisa. 30,000 nimeona ndugu yangu mmoja amerusha pale kapata pai zaidi ya 140. Neema iliyoje. Hii ni neema. Hii ni fursa ndugu zanguni. Ninyi mlioamka, amkeni jumla. Hakuna kurudi nyuma wanapionea. Hakuna kurudi nyuma. Nunueni jamani. Nunueni kama una kitu cha kuuza. Rafiki yangu mmoja wewe kuongea kwenye kongamano moja akasema jamani, kama una nyumba huko Uswahilini huko, nunua, uza ununue pai. Itakapozinduliwa utanunua Masaki. Itakapozinduliwa utanunua kwenye acha kabisa. Ndugu zanguni, naongea kama mastori kidogo hivi, lakini hiki tunachokifanya sasa hivi tulioamka ni kitu bora sana. Maisha haya tunayoishi tunakwenda kuyaacha. Utayaacha kwa staili gani? Una pai ngapi? Rafiki yangu moja, voice imekuwa ndefu sana. Rafiki yangu moja alinunua pai za milioni 18. Ngoja niende kwenye voice nyingine. Hii si ikawa ndefu sana.